Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni juma la 3 la robo ya 4 ya mwaka wa 2025. Tumekuwa tukijifunza katika mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua kwenye robo hii. Leo tunaenda kuliangazia somo la 3, somo linalosema makumbusho ya neema. Hii ni kwa ajili ya Oktoba 11 hadi Oktoba 17. Soma kwa ajili ya somo la juma hili: Yoshua sura ya 3, Hesabu 14 aya ya 44, Luka 18 aya 18 hadi 27, Yoshua 4, Yohana 14 aya 26 na Waebrania sura ya 4 aya 8 hadi 11. Fungu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yoshua sura ile ya 4 aya ya 23 hadi 24. Neno la Mungu linasema: kwa sababu Bwana Mungu wenu aliyakausha maji ya Yordani mbele yenu, hata mlipokwisha kuvuka, kama Bwana Mungu wenu alivyoitenda bahari ya Shamu, aliyoikausha mbele yetu hata tulipokwisha kuvuka. Watu wote wa duniani wapate kujua mkono wa Bwana, ya kuwa ni mkono wenye uweza, ili wamche Bwana Mungu wenu milele. Afisa polisi alitoa ishara. Ilimpasa John kuegesha gari pembeni. Afisa akaomba kuona leseni ya udereva, na wakati huo huo John akatambua kwamba alikuwa ameacha pochi yake ikiwa na leseni yake ya udereva ofisini. John alielezea kilichotokea, na yule afisa akaulizia juu ya kazi ya John. John akamwambia kwamba yeye ni profesa. Yule afisa alipompatia John tiketi, alimwambia asifikirie kama faini. Akasema, hii ni ada ya mafundisho. Watu wanapotaka kujifunza kitu fulani huwa wanalipa ada. Hii ni ada ya mafundisho kwa ajili ya kujifunza kuto kusahau leseni unapokwenda kuendesha gari. Uwe na siku njema, profesa. Kama wanadamu huwa tunao mwelekeo wa kusahau vitu ambavyo haviko machoni mwetu wakati wote. Huwa tunasahau kujibu simu tulizopigiwa, kujibu nyaraka pepe, kumwagilia mimea, kutuma salamu za kuwatakia heri wanaoadhimisha sikukuu za kuzaliwa na kadhalika. Orodha huwa ndefu. Hata hivyo, kusahau juu ya mahitaji yetu ya kiroho kunaweza kuwa na matokeo ya kutisha zaidi kuliko kupigwa faini, hasa kwa sababu tunashughulikia kile ambacho hasa ni majaliwa yetu ya milele. Hebu tujifunze juu ya kuvuka Yordani kulikofanywa na Waebrania, na tuone kile tuwezacho kujifunza kutokana na uzoefu wao. Soma somo la juma hili ukijiandaa kwa Sabato Oktoba 18. Jumapili, kuvuka Yordani. Jumatatu, Mungu aliye hai wa maajabu. Jumanne, kumbuka. Jumatano, kusahau. Alhamis, ng'ambo ya Yordani. Ijumaa, jifunze zaidi. Hili ni somo la 3, makumbusho ya neema. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.